Qur'ani ameshabainisha mawali wake na mawali wa shaytan. Wali wake ni nani? Almu'minu attaqiyyu, ni mu'min cha Mungu. Kila ambaye atakuwa kwa Allah ni mcha Mungu, kwake atakuwa ni wali. Man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliya. Anaweza wali kutoka mahala popote, hata kama ataonekana ni mtu duni, muonekano wake, mavazi yake amechafuka, nguo hana nyingi za kutosha, viguo vyake anavisubiria, kifua anasubiri, anavaa kishuka chake, mfano nywele zake tiptiu, ana mafuta kupaka kwenye nywele, ana mafuta kupaka miguuni, akijikuna labda mguu unatoa unga, lakini muda wa kuwa ni mu'min taqi, huyo ni wali wa Allah. Lau aqsama ala Allah la abar, hata kama ataapa juu ya Allah kufanya jambo fulani, Allah atasadikisha kiapo chake. Hapa kesho tutaona nyinyi kama huu mti utaanguka, huu mti utaanguka, huu wallahi utaanguka huu mti. Wali wa Allah huyo kweli, mwamka asubuhi mtu mnyango, Allah akakitakasa kiapo chake. Kwa nini? Kwa kuwa ni wali wake. Na wali wa Allah analoomba kwa Mola wake aomba, anakuwa ni mujabu da'wa, dua zake za kubaliwa. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Bali nafasi ya wali katika hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Hurairah, nimehifadhi kipande chake. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu. Inaendelea, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, atakayemfanyia uadui wali wangu, wali wa Allah, kumfanyia uadui ima maneno au matendo, faqad adhantuhu bil harb, nimeshamuidhinisha kimapambano. Yani wewe wamfanyia uadui wali wa Allah, Allah ameshakutangazia vita kwamba hapo ulipoingia sipo. Alafu akaendelea bwana mtume kuitaja hii hadithi al-Qudsi, akasema wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, na wala hatajikurubisha kwangu mja wangu kwa jambo ambalo mimi nalipenda mno kama mja wangu kufanya lile ambalo nimemuamrisha kwa lazima anifanye. Mambo ya faradhi, ukiswali swala ya faradhi, Allah anaipenda sana swala ya faradhi kuliko swala ya sunna. Ukifunga saumu ya faradhi Ramadhani, Allah anaipenda zaidi saumu ya faradhi kuliko saumu ya sunna. Ukienda ile hija ya Kiislamu, hija ya kwanza ya wajibu, Allah anaipenda zaidi hija ya kwanza ya wajibu kuliko hija nyingine zitakazokuja baada ya hiyo. Hatajikurubisha kwangu mja wangu kwa kufanya jambo ambalo nalipenda mno kuliko mja wangu kufanya lile ambalo mimi nimemtaka alifanye kwa wajihi wa ulazima. Lazima uswali swala tano, lazima ufunge Ramadhani, amekufaradhishia. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba, na wala hatoacha kuwa mja wangu anajisogeza kwangu kwa kuyafanya mambo ambayo sijamlazimisha. Mambo ya sunna anayafanya ambayo sijamlazimisha,
lakini anayafanya anajisogeza kwangu mimi mpaka mimi Mola wake nimpende, na nikisha mpenda huyo mimi sasa nitakuwa ni sikio lake analosikia kwalo, mimi nitakuwa ni macho yake anayoonea kwayo, mimi nitakuwa ni mkono wake anaokamatia kwao, na nitakuwa ni miguu yake anayotembelea kwayo, na akiniomba nitampa, akiniomba nimlinde nitamlinda. Yani ukifikia hapo wewe umefikia kwenye daraja la wali. Ya Rabbi tuletee mvua, dakika kadhaa tu wingu linafunga, mvua inanyesha. Wali huyo wa Allah tabaraka wa taala. Allah anasema akifikia hivyo akiniomba nitampa. Wala in sa'alani la u'tiyanna, tena anasema la u'tiyanna, lamu imekaa sehemu ya qasamun muqaddar, kiapo kinachokadiriwa, kana kwamba anasema wallahi nitampa. Na akiniomba nimkinge na jambo, la u'idhannahu, wallahi nitamkinga, hatofikwa na mabaya, hata kama watajumuika man bi aqtariha, wote walioko kwenye kona zake dunia na ulimwengu, kwa ajili ya mmoja huyu hawatomfika. Atakuwa ni mkono wake, atakuwa ni sikio lake. Nini maana maneno haya? Maana yake hatosikiliza ya haramu. Kuwa yeye ni sikio, yani kuwa Allah ni sikio lake, maana yake sikio lake atalitumia kwa mujibu wa anavyotaka Allah tabaraka wa taala. Atalitumia sikio lake katika matumizi mema, kusikiliza Qur'ani, kusikiliza hadithi, kusikiliza mawaidha, kusikiliza wazazi wawili, kuto kusikiliza mambo yasiyofaa kusikiliza, kama vile kusikiliza maneno ya umbea, kusikiliza maneno ya kusengenya, kawa unasengenya watu na wewe upo kutega masikio yako, au kawa unasikiliza sauti zisizofaa kuzisikiliza, kwenda kwenye chumba cha mtu mwenyewe yuko na mke wake, wewe watega sikio utaka kusikia wanachokizungumza huko ndani. Kadhalika macho, kwa unatumia kwenye mambo ya halali, mambo ya mubah mazuri, unatumia macho yako unasoma Qur'ani, unatumia macho yako unasoma hadithi, unasoma elimu ya dini, unatumia macho yako kuifanya ile mambo yanayokunufaisha kwenye dunia yako au akhira yako. Unatumia macho yako kufanya kazi, unalima, unatumia macho yako kwenye kulima, kwenye kupalilia, kwenye palisi. Unatumia macho yako kwenye mambo yenye manufaa, unatumia macho kwenye mambo yenye madhara, kuangalia picha za ngono mfano, au kuangalia muharramat nyingine, kuangalia mdundiko na vitu kama hivyo. Kadhalika mkono, utumie mkono wako kumpiga mtu, kuiba, vitu kama hivyo. Mkono wako unatumia katika yale mambo yanayofaa, kama vile tulivyoona katika maneno ya mshairi, kama mtu anayetembea katika ardhi yenye miba, kwa hiyo mkono wake anataka hapana, siwezi kushika hiki. Sipeani mkono na wanawake ambao wanafaa kuwaoa, mimi sipeani mkono na wao kwa sababu sheria imekataza. Nitamsalimia mama yangu, nitampa mkono na nitamkumbatia, kadhalika dada yangu nitampa mkono na nitamkumbatia. Lakini mtoto wa shangazi, binti ya mjomba, hawa wanafaa kuwaoa, sheria ni halali. Wengine ukitaka kumpelekea posa mtoto mdogo, watu wanakushangaa, wewe vipi? Umepagawa? Una pepo? Yaani umekosa wanawake kuoa? Kwani huyu mwanamume? Umekosa wanawake kuoa baba? Unataka kuoa dadako? Dadangu umezaliwa naye.
jamii zetu haziruhusu. Jamii nani waislamu? Allahu akbar. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka